kumtukuza Yesu katika njia ya msalaba, kwa sababu njia ya Yesu ni njia ya kanisa. Kanisa halina njia nyingine, halina, ni njia ya kanisa. Lakini pia ni njia ya kila jumuiya ya Kikristo, ni njia ya kila familia. No way. Njia ya Yesu ni njia ya kanisa, ni njia ya kila familia, kila jumuiya, ni njia ya kila nafsi, hasa mfuasi wa Yesu, lakini pia hata ambaye hakubatizwa kwa kawaida tu, kwa vile Yesu ameshaacha chapa yake duniani na amejitoa kwa ulimwengu wote. Angalia huu msalaba ulivyo, yaani amemaliza. Unaangalia mbinguni, unapenda kuzimu, unapenda mashariki, unapenda magharibi, amemaliza. Hakuna ambaye hakumolewa na msalaba wa Bwana. Walioko mbinguni wamepata hiyo heri kwa njia ya msalaba. Ndio maana kesho utamwona kwamba anaenda kule kuzimu kwenda kuwachukua wote, awapandishe kwa nguvu ya msalaba, kwa nguvu ya damu yake. Kwa hiyo walioko mbinguni wateule kwa sababu hiyo, walioko huku wote, kuanzia na sisi ambao tunaamua kumfuata kwa namna pekee, ni njia yetu. No way, hakuna namna nyingine yoyote wapendwa. Njia ya Yesu ni njia ya msalaba. Hiyo njia ya msalaba ya Yesu ndiyo njia ya kanisa, ndiyo njia ya kila jumuiya ya Kikristo, ndiyo njia ya kila familia ya Kikristo, ndiyo ya kila mfuasi wa Yesu. Kama ndio hivyo, basi mwaliko siku ya leo kwa mara nyingine tena tumfuate katika roho ya tafakari, roho ya sala na kujifunza. Hivi anafanyaje anashinda? Anafanyaje anashinda? Alifanya nini akashinda? Na mimi hii njia ni ya kwangu. Nijifunze hapo kitu. Hasa tunaona kuna mambo matatu ambayo ameyaweka kama msingi wake wa mafanikio. Kukubali mpango wa Baba. Amekubali mapenzi ya Baba, kwamba wokovu wa mwanadamu utaletwa kwa njia ya msalaba, mateso ya msalaba, kifo na ufufuko. Ni njia ya Mungu Baba, ni njia ya Baba wa milele. Sasa akachagua hilo. Ndio maana njiani tunaona daima anasema chakula changu ni kutimiza mapenzi ya Baba. Amechagua hilo. Lakini la pili ambalo linamsaidia sana anafanikiwa ni uaminifu kamili, hapindipindi. Yaani anafuata tu kama Baba anavyotaka, ni mwaminifu 100%. Mwaminifu. Tuangalie uaminifu wetu, tuangalie uaminifu wake kulinganisha na watu wetu. Yaani kule njiani akiwa kwenye njia kwenda Yerusalemu, wakamwekea vikwazo asipite katika kijiji cha Samaria, akabadilisha njia akapita ingine. Kwa hiyo anasema ni lazima tu nitimize anavyopenda Baba, siwezi kwenda kinyume, siwezi kuacha kwenda mbele. Anasema akakaza uso wake kama umekume. Nimetoka katika msamiati wa Kiebrania, ni jiwe gumu sana. Piga nyundo, piga 10, piga 20, piga 30, inabakia hivyo hivyo. Akakaza uso wake kama umekume kuelekea kule Baba anavyopenda. Uaminifu kamili katika kubeba msalaba wake. Uaminifu kamili, 100% yuko hapo. No way, lazima tu ifanye kama Baba anavyopenda. Lakini jambo la tatu, anamlilia sana Baba. Anajua kwamba ni kwa Baba tu anaweza kushinda. Bila neema ya Mungu, bila nguvu ya Mungu, bila msaada wake hatashinda. Naona Yesu analia. Ndio analia, Mungu wangu, mbona umeniacha? Unajua wakati mwingine ni
mwambie sasa mimi nakufa na mwili huu unasemaje? Maana hapa nilipo ni mimi na wewe tu, unaniachaje? Unaniachaje niende kwa nani? Lazima kumtisha Mungu, lakini ukipita kweli baba wako sio kama unamwambia tu unaniachaje na huko umeshika tena lilizi huko, unaniachaje Mungu, huko umeshika lilizi na litolea huko, unaniachaje huko jani unakwenda kwa mganga? Hakuna, ya lazima wewe umenishika na kumwambia mimi sina mahali pengine. Unaniachaje Mungu? Lazima kumtisha Mungu. Na muangalie tu na mwambie sitoki hapa mpaka uniambie. Sasa usifikiri kwamba Yesu anapomwambia Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Sio kwamba amesalenda. Anajua tu kwamba ni kwa nini asitoe hizo neema za msaada za kumsaidia mahali hapa? Ni kwa nini asimimine tu? Maana uwezo anao. Na Mungu anatikisika, anasema sasa ananiita. Sasa hivi anasema nimemwacha. Mimi nitamwacha nini? Nimemzaa tangu milele yote, nitamwachaje? Ngoja sasa nipelekee malaika. Naona hiyo? Yaani nguvu ya Yesu ni kwa Mungu. Nguvu ya Yesu ni katika mbingu, si katika mahali pengine. Lakini anapogeukia mbingu kwa uaminifu kamili, yuko pale, si kwa maisha. Angalia kule bustanini, utasikia analia, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kinipite, lakini si kwa kadiri ninavyopenda mimi, mapenzi yako yafanyike. Lakini naona na Mungu anaposikia hivi, hata ungekuwa ni wewe, yaani anasema kwamba kwa kweli ikiwezekana, Mungu anajua, Mungu ameshamwambia hakuna, lazima ukinywe kikombe hicho. Sasa Yesu anamwambia basi kama ni lazima nikinywe, sasa mbona nimeelemewa hivi? Sasa unaona niko mwenyewe, wote wamelala, Mungu wangu, yaani kama tu ikiwezekana. Lakini yaani ni heshima kubwa kwa Mungu mkuu, kwa heshima kubwa, heshima kidogo kwa Mungu ni Baba na uwezo wote usimamiwa. Sasa basi inaonekana hata kuna nguvu. Yaani angalia anaweka hayo maneno, ikiwezekana hivi ikiwezekana. Lakini kama iwezekani, basi mapenzi yako yatimizwe. Sasa pale mara moja akafanya nini? Akampelekea malaika kwenda kumtuliza, wakati kwa mitume wote wamelala kwa usingizi. Unaona yaani ni kwamba tunapopata hii njia ya Yesu ambayo ndio njia ya kanisa, ndio njia ya kila familia, ndio njia ya kila dunia ya Kristo, ndio ya kila mfuasi wa Yesu. Kila mmoja aliyokuwa hapa ni njia ya no way, kila mmoja. Kwa hiyo zangu ni vizuri kumfuate siku ya leo. Leo ni siku ya sala, leo ni siku ya tafakari, ni siku ya kufunga, na ni siku ya kumjifunza Yesu. Tumjifunze kila siku tunapokuwa katika njia. Tunapomjifunza hivyo, tuige sifa zake kutatu. Mapenzi ya Baba ni lazima yatimize. Ninaona tu msalaba ni kwa kadiri ya mapenzi ya Baba. Huu msalaba ni kwa kadiri ya mapenzi ya Baba. Tulifundishwa juzi kwamba kuna misalaba ya aina tatu, mizigo ya aina tatu katika maisha yetu ya kila siku. Kuna misalaba inayotokana na wajibu wetu kama askofu, kama padri, kama watawa, kama wakubwa, kama vijana. Yoyote kuna misalaba, kuna mateso, kuna mahangaiko yanayotokana na ile hali yetu, ule wito wetu na ule wajibu tuliopewa. Kama vile kwa Yesu alivyopewa wajibu, hiyo huwezi kuiondoa. Kuna misalaba mingine tuliambiwa kwamba ni kujitakia kijinga tu. Lakini hata hivyo basi Mwenyezi Mungu na kwa vile ni mwenye huruma, anajua sisi ni wajinga, na hapo pia anatubeba atusamehe kama tuko pamoja naye tukilia. Kuna misalaba mingine tumwambie ya kusingiziwa, basi tuteseka. Hiyo pia hakuna ambayo Mwenyezi Mungu hawezi kutupa msaada, hawezi kutupa nguvu, hawezi kupeleka malaika wake watusaidie ili tusianguke njiani, tufike. Ndugu zangu, katika misalaba yetu midogo na mikubwa na ya kawaida, tujifunze kwa Yesu hayo mambo matatu: uaminifu kamili katika mapenzi ya Baba. Kuna kitu unachokiona tu kwenye maisha yako, unaona
uaminifu kamili na kuangalia daima kwa yule aliyekupa wewe, kugeukia mbingu daima. Na sasa kumgeukia Yesu daima, ambaye mkono wa kuume wa Baba ameshinda. Tumwite Yesu, mimi nayefuata msalaba, nayefuata njia yako, nayefuata njia yako. Sasa wewe uko mkono wa kuume wa Mungu, pale ambapo baraka zote zinatoka na neema zote. Mimi hapa unaniachaje sasa? Huoni kwamba nafaa niende njia yako? Na nitahidi naanguka, unipe neema za kuinuka kama wewe. Nitoke huku kwenye matope, nitoke huku. Lazima kimbilia mbingu daima, mkimbilia Yesu mshindi aliyekuja kwa Baba. Hata tuacha mkimbilia Mama Bikira Maria aliyekaa chini ya msalaba, na Mungu akaona jinsi ambavyo ameshiriki kamilifu katika msalaba wa mwanae. Amempa heshima ya pekee kabisa. Yeye hakufa lakini hakuoza, amechukuliwa mbinguni mwili na roho. Ndugu zangu, tunapofuata njia ya msalaba siku ya leo, tunapomfuata Yesu, tunapomsindikiza mpaka awekwe kaburini siku hii ya leo, tuombe neema ya kuiga fadhila zake, kuyakubali mapenzi ya Mungu. Ni sifa, ni heshima kubwa sana. Mwenyezi Mungu anafurahishwa sana na mtu anayekubali mapenzi yake. Lakini pia kufuata mapenzi hayo ya Mungu kwa uaminifu kamili, kubeba huu msalaba wetu, hayo mateso yetu kwa uaminifu kamili, bila kutafuta misaada ya huko kando hayasaidii. Jambo la tatu ni kugeukia tu yeye, kumwomba apeleke msaada wake, neema zake, apeleke malaika waje wakatupe shime katika safari, katika yale, na atawapeleka kama alivyopeleka kwa Yesu kule kwenye bustani ya Getsemani. Wapendwa ndugu zangu, maneno hilo sasa tujiandae kwanza